Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Jana nilikuhabarisha hapa na tukachambua mkutano wa waandishi wa habari ambao waliufanya mwanaharakati kutoka Kenya Boniface Mwangi na mwanaharakati kutoka Uganda Agatha Atuhaire, ambao wote kwa pamoja wakisimulia masaibu ambayo waliyapitia wakiwa Tanzania, lakini Boniface Mwangi kwa uchungu akimwaga machozi na kulia pale aliposimulia wanaume wanne walipomnyanyua kwa haraka juu, lakini pia wakaanza kumpiga na kisha kumwaga vilainishi kwenye puru, yani sehemu zake za nyuma, na kisha kuanza kumuingiza vitu sehemu zake za nyuma. Kiufupi ni kwamba walishambuliwa kingono, lakini wote katika simulizi yao wakielezea masaibu ambayo waliyapitia kwa muda wa siku 4 wakiwa wameshikiliwa Tanzania. Wamemtaja kamanda wa jeshi la polisi Mafwele, na tumekuwa tukisikia jina mara nyingi, hata Sativa pia alimtaja Mafwele. Lakini sasa ni kwamba jeshi la polisi Tanzania hatimaye kwa mara ya kwanza limefunguka rasmi tangu mwanaharakati kutoka Kenya Boniface Mwangi aliporudishwa Kenya na baadaye kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu, na baada ya hapo ndipo alipokuja kuelezea zaidi masaibu aliyopitia Tanzania. Lakini pia tangu mwanaharakati kutoka Uganda Agatha alipopatikana kwenye mpaka kati ya Uganda na Tanzania, jeshi la polisi Tanzania limejibu tuhuma zote hizo ambazo wanaharakati hao wamekuwa wakizitoa dhidi ya mamlaka husika Tanzania ambazo zilikuwa zinawashikilia. Lakini pia watu wamekuwa na maoni mengi mitandaoni kufuatia namna ambavyo watu hawa wamejieleza, lakini pia Umoja wa Mataifa ukitaka uchunguzi ufanyike kwa vitendo ambavyo watu hawa wanadaiwa ya kwamba walitendewa wakiwa Tanzania. BBC, shirika la habari, wamefanya mahojiano na Kamanda Mulilo ambaye ameelezea kile ambacho kilitokea na kimekuwa kikiendelea kusikika kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, huku wanaharakati hao wakisimulia masaibu mbalimbali ambayo waliyapitia wakiwa Tanzania. Wanaharakati hao wanasema, wakati tunashikiliwa Tanzania tulitendewa maovu kwa nia ya kutunyamazisha. Inauma sana na mwili una uchungu, lakini tunataka kuishtaki serikali ya Tanzania kwa uovu waliotutendea. Ni wanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na mwenzake kutoka nchini Uganda Agatha Atuhaire, kwa pamoja wakimaliza mkutano wao na waandishi wa habari kwa kutaja hatua zaidi ambazo watazichukua, ikiwa ni pamoja na kuishtaki serikali ya Tanzania kwa uovu ambao wanadai ya kwamba walitendewa na serikali ya Tanzania. Kama nilivyokuambia katika mahojiano na BBC, Kamanda Mulilo amejibu mambo yote ambayo yamekuwa yakielezwa na wanaharakati hao. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo ameiambia BBC kuwa wanaharakati kutoka Kenya na Uganda Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire kama waliteswa basi waende kushtaki katika mamlaka husika. Mulilo ameongeza pia madai yao ni ya kiwanaharakati na ni maoni yao. Hapo jana tumeona wanaharakati hao walieleza jinsi walivyoteswa na mamlaka za polisi nchini Tanzania kabla ya kurudishwa katika nchi zao. Wawili hao walikuwa miongoni mwa wanaharakati waliokwenda Dar es Salaam kuhudhuria kutajwa kwa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Katika taarifa hii ya BBC ambayo wameichapisha kwenye mitandao yao mbalimbali ya kijamii, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo akiambia BBC kuwa wanaharakati hao kama wanadai ya kwamba waliteswa basi waende kushtaki katika mamlaka husika. Watu wengi wametoa maoni yao, hasa ukizingatia ukubwa wa namna ambavyo tukio hili limetokea. Huyu wa kwanza anasema, polisi mliwateka mkawalawiti, itawagharimu kama sio kidunia basi kimungu.
Mwingine anasema Mungu, tenda miujiza yako, tuondolee mambo haya yanayofanywa na jeshi la polisi. Lakini pia mwingine akasema yani mpaka mkabakwa, lo, hii ni aibu kubwa mno. Lakini pia mwingine anasema Mungu Baba, ikikupendeza tunaomba polisi hawa pamoja na vizazi vyao vilaaniwe. Lakini pia mwingine akasema chozi la mnyonge halianguki chini. Lakini pia mwingine akasema kwamba tunakataa ushoga, kumbe kuna kizazi chetu humu kinafanya udhalilishaji. Lakini pia mwingine akasema kwamba waje muwakamate tena. Lakini pia mwingine akasema kwamba tuogope siku ya mwisho ambayo amri zako ndizo zitakazokuwa mwanga wako baada ya sakratilu mauti, siku ambapo cheo na pesa havitakuwa na nafasi. Mwingine akasema Mungu endelea kuwafunua waovu. Lakini pia mwingine akasema kwamba ubabe wa kijinga. Lakini pia mwingine akasema nyie polisi sasa hatutawaamini kabisa kutokana na vitendo mnavyovifanya, hivi havimpendezi hata Mwenyezi Mungu. Lakini pia mwingine akasema kwamba siasa na wanaharakati ni biashara kama biashara zingine, kila mtu anatafuta faida. Lakini pia mwingine anasema mbona hajibu maswali. Lakini pia mwingine anasema kwamba jamaa anajibu kama vile waliofanyiwa hivyo ni njiwa au bata. Lakini pia mwingine anasema ya kwamba ni hao CCM kwetu ameshatupa hao kama kuku maidia. Lakini pia mwingine akasema Mungu usiyelala, ingilia kati, wewe ni Mungu wa haki. Watanzania wengi wametoa maoni yao hapa lakini pia huyu mwingine anasema kwamba huyu kamanda kama kweli anaipenda Tanzania, basi hakikishe kwamba waliohusika wanakamatwa na Tanzania inaacha kuchafuliwa vibaya. Mwingine anasema kwamba wanaelewana kweli, mbona kitu ambacho kinaendelea sasa ni kana kwamba serikali Tanzania inachafuliwa. Lakini pia mwingine akasema kwamba ila Tanzania tumekuwa tukisikia matatizo ya askari nchi nyingi, kuna askari wa korofi, hadi kipindi cha apartheid South Africa hawajawahi kufanya hivi. Where are we taking this nation? Tuna najisi taifa. Mwingine akasema kwamba huyu ndo baba ako, mbona katili sana? Kama huyu ndo baba ako, mbona ni katili sana, litakufa jitu vibaya. Lakini pia mwingine anasema kwamba Mulilo hawezi kukupa jibu ndugu mtangazaji. Lakini pia mwingine anasema kwamba polisi wetu wa Bongo tunawajua wenyewe, maana nguvu zaidi kuliko akili. Tuishie hapo kusoma maoni ya Watanzania wengi ambao wametoa maoni yao hapo, lakini kubwa tuache kwako, tuache maoni yako. Lakini kamanda Mulilo wanasema kwamba basi wakashtaki kama wanasema walifanyiwa vitendo hivyo wakiwa Tanzania. Tuache maoni yako na endelea kutufuatilia zaidi kwa taarifa mbalimbali.